Naam, bila shaka unawaona baadhi ya wanachuoni ambao ni baraza la maulama mkoa wa Dar es Salaam wakiwa tayari kabisa kumpokea kaimu shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Ni jambo adhim kwetu, jambo zuri, jambo lenye mvuto wa aina yake kumwona tayari msafara unaingia wa kaimu shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Shekhe Abbas Ramadhani Abbas, ambaye leo amechukua jukumu la moja kwa moja kuanza ziara zake rasmi. Na ziara hii ameanza moja kwa moja kuwatembelea watoto wenye uhitaji maalum hapa jijini Dar es Salaam, mtaa wa Uhuru. Bila shaka msafara ndio huo, mashallah. Na gari hiyo yenye bendera ndio gari ya kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Naam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila shaka tunafanya subra tuone namna gani Sheikh atapokelewa hapa na kuona na bodyguard sasa anafungua mlango wa kaimu Sheikh, mashallah. Katibu wa mkoa anampa mkono pamoja na mashekhe wa wilaya, mashallah. Huyo ndio Shekhe Abbas Ramadhani Abbas, kaimu shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, na ndivyo alivyoanza kwa sasa, mashallah, katika harakati zake za kuonyesha namna gani basi anakuja kuitumikia dini hii ya Kiislamu kwa weledi uliokuwa bora na kutimiza basi maagizo ya dini yetu ya Kiislamu, mashallah. Salamu zinatolewa kwa viongozi mbalimbali na mashekhe wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na wazee basi wa Dar es Salaam, mashallah. Naam, shekhe ndio huyo. Na sasa baada ya kuwa tayari amefika eneo hili, sasa tunaenda kufuatilia kile ambacho shekhe amekuja kukifanya. Uongozi unamchukua moja kwa moja sasa kuelekea kwanza ofisini kwa ajili ya makaribisho. Baada ya kukaribishwa na wenyeji wake hapa, ziara itaanza rasmi kabisa ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa sawa. Mashallah, 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 mashallah. Ni mara chache sana kuyashuhudia haya kwa viongozi wetu wa kidini kutembelea maeneo kama haya, ni mara chache sana lakini naamini kabisa mambo haya yanafanyika kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu kabisa. Na kwa sasa shekhe amepewa daftari kwa ajili ya kusaini. Madam. Asante sana. Naam, shekhe kwanza ana sign kwa daftari la wageni hapa katika kituo cha watoto wenye mahitaji maalum, ambapo kituo kiko mjini Dar es Salaam kabisa, mashallah, katikati ya jiji. Na shekhe anatimiza wajibu wake kwa ajili ya kuja kuwafariji, kuwatembelea, lakini mengi tutakuja kuyajua baada ya kusaini hapa insha Allahu taala. Wakilishi wa mkuu wa wilaya ili protokoli nyingine ziendelee. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Asante sana. Habari ya asubuhi. Salama. Assalamu alaikum. Haya, majina yangu naitwa Adrian Kishe, ni mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Ilala, Mheshimiwa Edward Mpogolo. Naamini mmekuwa mkiwasiliana, lakini kutokana na majukumu yaliyombana kwa siku ya leo ameshindwa kufika mahali hapa, lakini kwa umuhimu wa kutambua kwamba mnafika mahali hapa, bado sisi kama ofisi tumeweza kufika. Kwa hivyo tuwakaribishe sana. Tuwakaribishe sana
wewe pamoja na walioambatana nao, na naamini mko hapa kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya Tanzania. Nachangia kwa sehemu hii hapa, lakini ni Watanzania wote, pasipo kujali imani zao, na hilo ndio tunalolitaka. Kwa hiyo tutakuwa katika juhudi za kumuunga mkono rais wetu Mama Samia katika kulisukuma gurudumu la maendeleo mbele. Kwa hiyo kwa sasa, kwa ufupi huu, naomba labda nishie hapa, alafu tuendelee na zile taratibu nyingine mpaka pale tutakapofika kwenye ile stage nyingine. Asante. Tutatoka hapa tutaenda kuangalia bweni. Baada ya hapo tutatoka tutaenda ukumbini sehemu ambayo tunakwisha kwa. Naam, sasa ni safari hii inaanza ya kuelekea katika kuwaona na kuwatembelea watoto, na baada ya hapo sasa kinachofuatia ni kwenda katika ukumbi maalum ambao umeandaliwa juu ya jambo hili siku ya leo. Naam, huyo ni Sheikh Abbas Ramadhani Abbas, kaimu shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Kama unavyomuona amependeza kwelikweli, mashallah, na gari iliyomleta nadhani umeiona, mashallah. Allahu akbar. Tutakuletea habari zaidi, lakini akiwa pamoja na mheshimiwa diwani ndugu yetu Haji Manara, mashallah. Msafara ndio huo sasa unaelekea msafara ndio huo mtazamaji, nadhani unauona ukielekea moja kwa moja katika eneo maalum ambalo limepangwa ili shekhe aweze kukamilisha ziara yake kama ilivyokusudiwa inshallah. Naam mtazamaji, basi kama nilivyokualika awali, na mtazamaji wa Saimgwa Online TV, sasa tunaingia katika mabweni ambapo shekhe anatakiwa ingie huku ili jambo liweze kwenda sawa sawa. Ni eneo la mabweni. Sasa shekhe anakuja kukagua na kuangalia sehemu ambayo watoto wanastirika, wanalala hapa. Mashallah, kama unavyomuona yuko akiwa na mwenyeji wake, basi mkuu wa wilaya hii ya Kariakoo, ndugu yetu mashallah. Hili ni bweni la watoto wa kike wasioona, ndio bweni lao hili. Watoto wa kike wasioona, hili ndio bweni lao, mashallah. Watoto wangu hao. Nashukuru sana, nakushukuru sana. Asante. Tunaweza tukaona tena chumba kingine. Hili ni la watoto wa kike. Ndio. Asante. Na bweni la watoto wa kike wasioona, shekhe tayari ameshuhudia sehemu wanaolala watoto wasioona. Tunakwenda mbele sasa kwenye bweni jingine, lakini pia kuna eneo la msalani. Shekhe pia anakwenda kuonyeshwa. Mashallah, hilo ni eneo la msalani ambako pia shekhe na mkuu wa wilaya wakiingia huko na mheshimiwa diwani, mashallah. Na hiko ni choo ambacho watoto wasioona wa kike ndio huwa wanapata stara. Tunakwenda mbele zaidi, shekhe akiendelea na ziara yake ya kukagua kutembelea eneo hili. Mashallah, alhamdulillah. Sheikh Ramadhani Abbas Ramadhan. Naam. Asante. Hii ni sehemu ambako watoto wanapata chakula cha mchana na cha jioni. Okay. Ningekuwa nimewahi. Ndio. Mheshimiwa madam, ningekula nao. Asante. Ningekuwa ningekuwa nataka kula nao. Mchana. Ala. Inawezekana. Sijui kama ratiba yangu itakuwa imekataa, lakini tungeipanga ratiba na wasaidizi wangu
ningefurahi sana nikala nao chakula. Lakini next time sababu ni wanangu hao, nitarudi tena. Washaingia katika ulezi wa mikono yangu. Asante. Nakukaribisha sana. Naam, ni sehemu ya kulia chakula basi watoto wenye uhitaji maalum, na tuliatambulishwa bweni lao ambalo liko karibu kabisa na eneo hili, bweni ambalo ndio wanapumzika watoto wenye ulemavu wa macho, na sehemu hii ni sehemu ya kulia chakula chao. Mashallah. Yao waweze kukusalimia pia. Ndio. Sasa Na ziara ya Sheikh inaendelea basi, na sasa tunakwenda katika ukumbi maalum. Naam, Sheikh ameomba kupiga picha kwenye maneno maalum ambayo yeye amekusudia. Nimeyapenda maneno. Naam Sheikh, nimeyapenda sana haya maneno yaliyoandikwa hapa juu. Nilikuwa naomba wachukue picha. Na Mungu atakupa zaidi. Naam. Jazakallahu khair. Asante. Sheikh amepiga picha eneo ambalo lina maneno mazito kulikweli. Allahu Akbar, kama sehemu pia ya kumbukumbu ya huruma yake na kuwatembelea watoto hawa wenye uhitaji maalum inshallah. Naam. Na wakati Shekhe akielekea kwenye bweni maalum, kwenye ukumbi maalum ambapo wanaweza tukapata mawili matatu hapo, akiwa pamoja na mheshimiwa diwani wameongozana, yeye ni mwenyeji wake katika eneo hili. Basi pia tunaambiwa mbele yetu kuna mheshimiwa pia askofu pia wanasalimiana na askofu hapo, mashallah. Naam. Asante. Naam, ni salamu za viongozi, mashallah. Mashallah, viongozi wa kidini. Basi ikiwa hivi inakuwa raha kweli kweli. Tanzania inaendelea kuwa moja. Naam, Tanzania inaendelea kuwa moja. Tanzania inakuwa endelea kuwa nchi yenye watu wenye kupendana, lakini pia wenye kushare mambo yao kwa pamoja, mashallah. Msafara unaendelea, msafara wa Sheikh akiwa na mashekhe wa wilaya kama unavyowaona, mashallah, wilaya za Dar es Salaam, wilaya ya Kariakoo, Kigamboni, Ilala, mashallah, na Ilala ya Temeke, Mbagara, wote wameenea hapa wakiwa na mwenyeji wao basi mheshimiwa diwani Haji Manara. Mashallah, msafara unaendelea kuelekea katika sehemu maalum ambako Sheikh atafanya mazungumzo hapo. Ni ziara ya mwanzo kabisa. Sheikh Abbas Ramadhani Abbas ameianza hii kwa kuwatembelea watoto wenye uhitaji maalum. Kama mimi ningeshika nafasi yake, ningeanza kutafuta matajiri kwanza ili nijiweke sawa mambo yangu kwenye utawala au kwenye uongozi asiwe mazito. Lakini yeye Sheikh ameanza kuwatembelea watoto wenye uhitaji maalum. Ni aina fulani ambayo haijawahi kutokea hivi karibuni, mashallah. Naam, tunakaribia sasa kwenye eneo hilo la watoto wenye uhitaji maalum. Naomba mimi nitangulie wakati mashekhe wanaingia hapa. Watoto wanapiga nyimbo wakimkaribisha viongozi, mashallah. Mashallah, mashallah. Na hili ni katika mambo ambayo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamefanikiwa sana sana sana, kutowabagua basi watoto, kutowabagua watoto wenye ulemavu, kuwachanganya na wenzao na kusoma pamoja. Mashallah, hii ni shule ya mchanganyiko, shule ya mchanganyiko ikiambatanisha watoto wenye ulemavu wa macho, ulemavu wa ngozi, ulemavu wa viungo na ulemavu mwingine, mashallah, hata wenye mtindio wa ubongo, mashallah.
serikali mashallah ya Mama Samia imeendelea kufanya vizuri kwa shule kama hizi rasmi kabisa kwa watoto wenyewe. Sheikh Abbas Ramadhani Abbas anaonekana basi akiwasabahi watoto hawa na kuzungumza nao, mashallah. Anakwenda kuzungumza pia na viongozi maalum hapa shuleni ambao wanasimama na hao watoto na kuwahudumia kuhakikisha kwamba wanapata elimu bora bila kubaguliwa kwa aina yoyote ya kilimwengu. Mashallah, mashallah. Sheikh Abbas Ramadhani Abbas baada ya kutembea ile eneo na kuwasalimia watoto, sasa anarejea mezani kwa ajili ya kusikia lolote kutoka kwao. Mashallah, mashallah, mashallah. Kama nilivyokuambia, hongera kwa serikali yetu pia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa haya mazuri. Mimi sijapatapo kufika hapa na sijapatapo kuyaona haya, lakini kwa ziara hii ndio leo najifunza hili. Mashallah, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri Sheikh Abbas Ramadhani Abbas kwa kuanza katika staili hii nzuri kweli kweli, mashallah, ya kuwatembelea watoto wenye mahitaji maalum. Naam, mtazamaji, basi tayari tumeingia kwenye ukumbi na Sheikh na yeye anapiga makofi kwa kuwaunga mkono watoto basi katika nyimbo ambayo wanaimba ya kuwamkaribisha yeye na viongozi wenzie katika kuwatembelea. Lakini pia wamefika hapa viongozi wamefika pia viongozi wa kanisa Katoliki, maaskofu wako hapa katika ziara hii kumuunga mkono Sheikh katika ziara yake hii adhimu kabisa, mashaallah. Sasa mtazamaji, Rahmanir Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mheshimiwa Kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Abbas ibn Sheikh Ramadhani Abbas, Mheshimiwa meza kuu, mwakilishi wa mkuu wa wilaya, waheshimiwa madiwani, mashekhe wa wilaya, wajumbe wa baraza la mashekhe mkoa, halmashauri mkoa, kwa namna ya kipekee kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam, na nyote mliohudhuria, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awi kazi niliyopewa ni kumuomba Mheshimiwa Sheikh wa mkoa ili azungumze na hadhira hii, lakini kabla sijamkaribisha, nami naomba niungane na diwani wa kata ya Kariakoo Mheshimiwa Haji Manara kwa yale aliyoyasema. Ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, almu'minu ya'lafu wa yu'lafu wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu wa khairun nasi anfauhum linnas. Muungwana ni yule ambaye mwenye tabia ya kuzoea watu na watu wakamzoea, lakini hakuna kheri yoyote kwa asiyezoea watu wala watu wasimzoee. Lakini mbora wa watu ni yule anayepeleka manufaa kwa watu. Kwa tukio hili leo ambalo kimsingi kabisa kwa watu wengi sana sio rahisi kufahamu, hata wakipita hii barabara ya Uhuru waone na kujua kwamba hapa ndani kuna kitu gani. Lakini mara tu baada ya kuteuliwa, shekhe wetu wa mkoa, umeona jambo lako la mwanzo kuja kulifanya hili kwa kusadikisha maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mbora wa watu ni yule anayepeleka manufaa kwa watu. Leo hii watu watajua kwamba hapa Uhuru Mchanganyiko kuna kitu gani, lakini tumeona kabisa mlango umekwisha funguliwa na Haji Manara, lakini Askofu Bendera naye pia kaunga mkono, na sisi wengine tutaendelea kuunga mkono katika hilo. Haya yote ni kutokana na fikra zako ambazo umeziona kabisa jambo la kwanza ni hili kuweza kuleta manufaa kwa watu. Basi yule aliyejulisha jambo la kheri naye anakuwa ni mfanyaji wa hilo. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri na akulinde na kila shari. Kwa nafasi yangu niliyopewa ni kuombe sasa kwa heshima na taadhima usimame ili uongee na hadhira hii. Tuko tayari kukusikiliza, na mara tu baada ya hapo tuchukue maelekezo yako
na kwenda kuyafanyia kazi. Karibu sana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam fi alhadith kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwanza nianze kiprotoko aliokuja kumwakilisha mkuu wetu wa wilaya. Nilizungumza na mkuu wa wilaya na nikazungumza na mayor. Unfortunately wakawa na udhuru, wamenipigia simu wa kikazi, wako na mheshimiwa waziri, nimepokea udhuru wao. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa kamati ya amani Dr. Paul Bendera, na kushukuru sana kuhudhuria kwako. Mheshimiwa diwani wetu Bi Fatuma, Mheshimiwa diwani wetu na dada yangu Bi Sada Mandangwa wa viti maalum, Mheshimiwa Bi Margaret Macha, mkurugenzi wa elimu IZIT. Asante sana, nimefurahi sana kwa speech yako. Mheshimiwa diwani wetu wa kata yangu, huyu ndio diwani wa kata yangu pale Kariakoo, amekuja kama si rafiki tu, amekuja na title ya diwani wangu pale, ndio ninaofanya naye kazi. Ofisi yangu iko pale kwake, na mwenzangu sana, nimecheza naye sana, ndugu yangu, ananitambua kweli kweli, si mwingine Haji Sande Manara. Nakushukuru sana kuniunga mkono. Kwa kweli amepanda ndege asubuhi, amekatisha ziara yake, alikuwa na jambo kule Dodoma, kaja hapa kwa ajili ya jambo hili. Mheshimiwa Bi Fatuma Abubakar Diwan, Mheshimiwa Bi Margaret Macha nishamtaja, Mheshimiwa Bwana Andrew Kishe nishamtaja. Najua hii protocol ya kuwataja watu ni muhimu sana. Waheshimiwa mashekhe wa wilaya, mniwie radhi sitokutajeni kwa majina mmoja baada ya mwingine kwa sababu ya kuchunga muda. Nimepewa orodha hapa kubwa. Sheikh Ramadhani Kitogo, kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Ali Kizegero, Sheikh Adam Mwenye Piungo, Sheikh wa wilaya, na Sheikh wa wilaya ya Kigamboni, ndugu yangu Sheikh Abdullah, na Askof Frank Kakobin. Ni Kakobin. Asante sana. Na bwana askofu nani? Nimepewa jina Frank Ablaun. Majina ya watu tuyataje kwa nidhamu. Na waheshimiwa wajumbe wa halmashauri ya mkoa na ya wilaya mliohudhuria wote, katibu wetu wa mkoa, na kushukuru sana wote. Anasema anzilu nasa manazila. Sasa ngoja na mimi na watoto wangu hawa kwanza niwafurahishe kwa salamu yao sasa ambayo nimeikuta. Awi. Amjanyanyua sauti. Awi. Excellent, excellent, excellent. Nashukuru sana. Leo ni siku yangu kubwa sana katika historia, lakini sitozungumza sana. Nimetanguliza aya ya Mwenyezi Mungu inasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tumepewa maelekezo na mtume wetu Muhammad kwamba bwana mtume alikuwa ametumilizwa ni rehma kwa viumbe wote. Sisi viongozi wa dini tunapaswa kuchukua kazi za dini na kazi za jamii ambayo inatuzunguka, yenye madhehebu tofauti, yenye dini tofauti, kuwalea, kuwatembelea, kuwasikiliza kama alivyofanya bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Hivyo tuko hapa kwanza mfahamu kufata suna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Niwatambue walimu ambao mnatulelea watoto wetu hawa, naombeni msimame na nikupungieni mkono walimu, naombeni sana sana kabisa. Basi mkae chini walimu. Walimu nyinyi mna nafasi kubwa sana katika hii jamii kwa kuungwa mkono na tuwe pamoja. Mimi maneno yangu siku ya leo niseme kwa hadithi ya Mtume anayosema sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sisi wote ni wachunga na tutakuja kuulizwa kwa kile tunachokichunga. Watoto hawa mimi ni baba yao, leo nimechukua ubaba hapa. Watoto hawa mimi binafsi nikuelezeni na niieleze jamii, wananiathiri sana na wananiumiza sana. Mimi nilisoma maeneo haya, nilikuwa nikitoka nilikuwa nawaona wengine wanakoswa na magari. Wakati ule nilisema iko siku mimi Mungu akinipa nguvu, nilitamka kwamba nguvu yangu itatumika kuwekeza kwa watoto hawa wenye mahitaji maalum. Tuko katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpenzi, mwenye huruma, mwenye upendo, ambaye ametuelekeza viongozi wa dini tufate mwenendo wake, kazi na utu. Mimi nimekuja kutekeleza utu wangu hapa wa kazi. Kwa kuwa leo ndo ziara yangu ya kwanza, na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aibariki Tanzania, aubariki mkoa wa Dar es Salaam, aibariki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nitakuwa mwizi wa fadhila ikiwa katika ziara yangu ya kwanza si kumshukuru Mheshimiwa Mufti wa Tanzania na kumwombea dua. Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali ni mtu rahimu sana, ni mtu mpole sana, ni mtu mwenye kuingilika. Ana ile tabia aliyokusudia Bwana Mtume na aliyohimiza Mtume, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq. Ukitaka kuzijua tabia njema mfate Mufti, utajua tabia zake zile njema. Mkarimu, mtulivu, msikivu wa watu, hana tabaka ya kumsikiliza mtu katika levo ya aina yote, milango yake iko wazi. Mwenyezi Mungu ambariki. Vile vile nilishukuru baraza la ulama, ni watu mumakin sana, wenye elimu za hali ya juu, wenye upeo wa kuona mbali sana, na wana uzoefu sana, kwa kuniamini mimi dhaifu, mimi mnyonge wa watu, ya rabbal alamin, kuniambia ongoza mkoa huu. Nashukuru imani yao, bila shaka itakuwa imetoka mbinguni. Insha Allah nimepokea utumishi huu katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu insha Allah aniwezeshe kwa rehema zake na kwa utukufu wake kuweza kusimamia dini yangu kisawasawa na kusimamia jamii ambayo inatuzunguka ya dini tofauti, kuweza kutekeleza wajibu wa kazi yangu. Baada ya kusema haya, sasa nikushukuruni sana. Niwashukuru uongozi wa shule ya Uhuru Mchanganyiko, nikushukuru mwakilishi wa mkuu wa wilaya, niwashukuru baraza la mashekhe, niwashukuru mashekhe wa wilaya, niwashukuru walimu mnaosomesha hapa. Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na niwashukuru watoto wangu wapenzi ambao leo nimefarijika sana 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 kuwa nao, na insha Allah nitaiomba protocol inisaidie nipige nao picha, nitafurahi sana. Baada ya kuyasema haya, Mwenyezi Mungu atubariki sana. Niseme wama alaina illa albalaghul mubin. Asante sana na kushukuruni sana. Naomba niwaambie, nimelipenda lile neno awi. Asante sana.
Watu wa kamera. Na uongozi wa shule ya Uhuru ya watoto wenye mahitaji maalum, nilikuwa naomba tutoke nje. Kuna vijizawadi kidogo nikishirikiana na wenzangu wa mkoani, uongozi wa mkoa hapa Dar es Salaam. Nimekuleteni kidogo vijizawadi vyangu mkavipokee na watoto wangu hapo nje pamoja na kibasha, lakini nimekuja kukumbushwa mimi nitachangia milioni 5. Wamefurahi sana. Lazima madiwani ni kuzidini nyinyi, lakini diwani Bisanda hujaniunga bado, wala ofisi ya wilaya haijasema bado. Hapa. Lakini hapa nina kijibasha kidogo, kwa hiyo kwa sababu naomba mheshimiwa diwani sema unatoa ngapi bana? Hiyo ni mubashara. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Kaimu Shehe Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa diwani mwenzangu, kaka yangu Manala, ndugu yangu Fatuma, itifaki imezingatiwa, mashehe wangu wote mliohudhuria hapa. Kama mlivyosikia, kwa jina naitwa Sada Jabir Mandwanga, diwani viti maalumu. Niko na kaka yangu Haji Manara kata Kariakoo. Hivyo Habasi ni ndugu yetu sote, mimi dada yake Habasi mimi mdogo wangu. Mheshimiwa Shehe Mkuu, Kaimu Shehe Mkuu, wallahi lazimu nimefurahi sana nilivyosikia leo nakuja katika shule yetu na kuwatembelea watoto wetu wenye mahitaji maalum. Au atakulipa. Lakini pia jamani, nikiwa kama kiongozi, sisi mfano mimi viti maalum natokea Kariakoo, lakini tuna bahati tunakwenda kata zote kufanya kazi, kata tunayojisikia. Leo umenifundisha kitu kaka yangu. Nilikuwa tunatembelea mashule lakini kwa nasawa watoto. Kuanzia hii leo kufuata nyayo zako, nitahakikisha na mimi nakuunga mkono na kuja hapa kwa watoto na nakwenda sehemu zingine ambazo afisa elimu wangu hapa amezitaja. Utekelezaji wangu wa kazi utakuwa na dili na hawa watoto wenye mahitaji maalum. Baada ya kusema hayo, na mimi namuunga mkono diwani wangu Mheshimiwa Manala, namuunga mkono shehe wangu wa mkoa Kaimu. Mtatoa 300,000 lakini sikuja nazo, sikujua wallahi. Mtatoa na habari mtazipata. Asanteni. Hapa kidogo naomba nikabidhi bahasha hii. Hii sio ya 5 million. Ya 5 million inakuja. Naomba nikabidhi. Amin. Baba Askofu anataka kutoa pesa yake lakini iko kwenye simu. Bado nishakabidhi jamani, siseme kama ni 40, nishamkabidhi tayari. Ishafika kwa mwalimu karibu. Na dada yangu diwani mwenyeji na atakutoa ahadi. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Kaimu Shehe Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, mimi ndo diwani wa kata hii, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huwa nasaidia ninachokipata, na huwa naleta mikate kwa ajili ya watoto kwa wiki mara 2. Lakini hapa kwa kukuunga mkono na mimi basi nitachangia 200,000. Leo sijakuja nazo lakini nitazileta. Walimu wanaelewa mipango yangu. Asante Mheshimiwa diwani. Na Mheshimiwa Kaimu Shehe wa Mkoa wa Dar es Salaam, sasa ratiba iliyobakia ni matukio machache sana, takriban 3. Tukio la kwanza ni dua na sala kwa ajili ya kuombea kumaliza kufunga ziara yetu hii, lakini kuombea walimu na wanafunzi waliokuwepo hapa, lakini kuiombea nchi na kumwombea mufti wetu na Shehe Mkuu wa Tanzania pamoja na rais wetu wa nchi. Hilo la kwanza. Baada ya hapo itafuata zoezi la picha. Watu wa itifaki washaandaa sehemu za kupiga picha. Tukio la mwisho tutatoka pale nje kwa ajili ya kukabidhi kile ambacho Mheshimiwa Sheikh wa mkoa amekuja nacho. Okay.
Sawa. Kuna ratiba nimeongezewa hapa kwamba afisa elimu kwanza atatoa shukrani, kisha baada ya shukrani itafuata dua na sala. Baada ya dua na sala tutapiga picha, kisha tutatoka nje kwa ajili ya kukabidhi kile ambacho Sheikh wa mkoa amekuja nacho. Maneno mazuri ya kuzungumza mbele yenu, lakini hakika sisi wanajumuiya wa Uhuru Mchanganyiko tumefarijika sana. Tunakushukuru sana pamoja na wageni wote waliofika mahali hapa. Tunashukuru kwa zawadi ya aina namna ambavyo mmetoa. Mmeweza kutoa fedha sehemu ya kile mlichokirimiwa na Mungu. Mmeweza kutoa hata vitu na mali nyinginezo. Kwa niaba ya wanafunzi na walimu wote wa shule ya msingi Uhuru Mchanganyiko, sisi tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awalinde na kuwaongoza. Awakirimie mahali mlikogusa. Baraka zake za rohoni na za mwilini zikawe ninyi na familia zenu siku zote za maisha yenu. Amina. Mheshimiwa Kadhi wa Mkoa, dua na askofu aliyeandaliwa kwa sala. Dua. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najina mimma nakhaf. Bifadhlika ya latif. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mwenyezi Mungu Mola wetu, wewe unaitwa amani. Na sisi tumekuja hapa kwa amani. Tumewakuta watoto kwa amani. Tumefanya mambo yetu kwa amani. Tunakuomba utupe amani ya kuzidi, wape viongozi wetu amani, watuongoze kwa amani, tuishi nao kwa amani. Shekhe wetu wa mkoa afanye shughuli zake kwa amani. Nchi yetu ishi kwa amani. Kiongozi atuongoze, rais kwa amani. Mufti atuongoze kwa amani. Kwa kuzingatia amani ndio jina lako Mwenyezi Mungu. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yarji'u salam. Tabarakta ya jalal wal ikram. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Basi tumshukuru Mungu. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru. Sante kwa ajili ya viongozi wetu kwa ujumla wao wote, kwa makamu wetu shehe, madiwani